Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kujiri huko. Na kikubwa zaidi ni uendelee kuhabarika. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii pale ambapo unaendelea kupata taarifa mbalimbali ambazo ulikuwa hauzipati. Na miongoni mwa taarifa ambayo nakusogezea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, vita ambavyo vinaendelea kusonga mbele siku baada ya siku na kufikia tamati, inaonekana inakuwa ni kitendawili au inakuwa ni kigugumizi kikubwa sana hadi kupelekea kuonekana vita hivi ni miradi ya baadhi ya mataifa makubwa duniani. Ni kwamba wawakilishi wa zaidi ya nchi na wilaya 92 wamethibitisha ushiriki wao kwenye kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg miezi miwili kabla ya kuanza kwake. Hayo yakiendelea, kwingineko ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi ya Tarasovka katika mkoa wa Donetsk katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Anasema vitengo vya vita vya kusini vilikomboa makazi ya Tarasovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operesheni hai, wizara ilisema kwenye taarifa. Wanajeshi wa Urusi walishambulia uwanja wa ndege wa kijeshi wa Ukraine, warsha za kutengeneza ndege zisizo na rubani, eneo la kuweka rocket za Vampire na makampuni ya kijeshi na viwanda vya Ukraine katika siku iliyopita, wizara hiyo ilisema. Vile vile, kijiji cha Gonal imekuwa pekee katika mkoa wa Kursk nchini Urusi ambako wanajeshi wa Ukraine wamesalia. Kamanda wa jeshi la Urusi anasema, tunafanya kazi pamoja kama brigade tukielekea kwenye makazi pekee ambako Ukraine amesalia, ni Gonal. Tunashughulika kusafisha kabisa eneo letu hadi mpakani, kamanda huyo alisema. Vile vile, kikosi cha wanamaji cha kaskazini kinafaulu kuwafukuza wanajeshi wa Ukraine katika kijiji cha Gonal kwenye mkoa wa Kursk, wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Hayo yakiendelea, vikosi vya Urusi vimeliangamiza kundi la wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wakiikalia monaster ya St. Nicholas huko Belogorskaya katika kijiji cha Gonal kwenye mkoa wa Kursk. Hayo yakiendelea, vile vile wahandisi wa mapigano wa Urusi wamechunguza maeneo 45 katika maeneo ya mpaka wa mkoa wa Kursk na wamekuta uwepo vilipuzi, na juhudi kama hizo zinaendelea katika makazi mengine kuhakikisha wanaondoa. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwenye taarifa yake kuwa helikopta ya aina ya Mi-28NM imeharibu kambi ya muda ya wanajeshi wa Ukraine kwenye eneo la mpaka wa mkoa wa Kursk nchini Urusi. Wizara pia ilitoa picha zinazoonyesha ujumbe wa mashambulizi hayo. Helikopta hiyo ilirejea katika uwanja wake wa nyumbani baada ya kukamilisha kazi ya mapigano, iliongeza wizara hiyo. Vile vile, Urusi inakusudia kufikia malengo yake kwa amani au kijeshi. Msemaji wa Rais Dmitry Peskov anasema katika mahojiano na jarida la Ufaransa la Le Point, tunatamani kufikia malengo yetu na tutayafikia kwa amani au kijeshi. Wachambuzi wote wa kijeshi wanasema kwamba mienendo kwenye mstari wa mbele imekuwa kwa niaba ya Urusi. Peskov aliendelea kusema, mpango kwenye uwanja wa vita ni wa Urusi. Ameongeza kuwa kuna masharti kadhaa ya usitishaji vita kamili ambayo rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akipendekeza. Vile vile, mamlaka ya Uchina inapinga vikali shutuma zisizo na msingi za Kiev juu ya madai ya ushiriki wa raia wa China katika mzozo wa Ukraine upande wa Urusi na ushirikiano wa ulinzi wa China na Moscow. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Guang Jiankun anasema China inapinga vikali shutuma zisizo na msingi na za kisiasa. Anasema katika mkutano huo mfupi akijibu ombi la mwandishi wa habari wa Magharibi la kutoa maoni yake juu ya wito wa hivi karibuni wa wizara ya mambo ya nje ya Ukraine kwa balozi wa China. Guao alibainisha kuwa Beijing tayari imefafanua msimamo wake kuhusu swala hilo. Vile vile, mazungumzo kuhusu suluhu ya amani ya mzozo wa Ukraine ambayo yalitarajiwa kufanyika mjini London siku ya Jumatano katika ngazi ya mawaziri wa mambo ya nje yameahirishwa, ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza imesema, ikithibitisha ripoti za vyombo vya habari. Hayo yakiendelea, nchi za kusini mwa ulimwengu zinazidi kutambua umuhimu wa kushughulikia sababu kuu za mzozo wa Ukraine ili kupata suluhu la kudumu, anasema Kirill Logvinov, mkurugenzi wa idara ya mashirika ya kimataifa katika wizara ya mambo ya nje ya Urusi. Amesema hayo wakati wa mahojiano na mwandishi wa habari kufuatia ushiriki wake kwenye kikao cha 81 cha kamisheni ya kiuchumi na kijamii ya Asia na Pacific. Vile vile, wizara ya mambo ya nje ya Urusi imeanzisha maandamano makali kwa balozi wa Japan Akira Muto kuhusu pendekezo la Tokyo la kutumia mapato ya mali ya Urusi
iliyohifadhiwa kufadhili Ukraine. Maandamano hayo yalifanywa kufuatia mkutano kati ya Ludmila Vorobyova, mkurugenzi wa idara ya 3 ya wizara hiyo, na mwanadiplomasia wa Japan. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ilisisitiza kwamba wakati wa majadiliano juu ya uhusiano wa nchi mbili, walionyesha upinzani wao kwa nia ya Japan ya kuelekeza fedha kutoka kwenye mali ya Urusi iliyohifadhiwa kinyume cha sheria ili kutoa mikopo kama sehemu ya kifurushi cha msaada wa kifedha cha kundi la 7 la Ukraine. Vilevile, Marekani imeandaa pendekezo la wazi kabisa la kutatua mzozo wa Ukraine na itajiondoa katika mazungumzo hayo ikiwa Moscow na Kyiv hazitakubaliana na mpango huo. Makamu wa Rais JD Vance anasema ni wakati wao wa kusema ndio au kwa Marekani kuondoka kwenye mchakato huu. Bloomberg ilimnukuu akiwaambia waandishi wa habari baada ya kumaliza ziara, itabidi kuwe na mabadilishano ya eneo, alisema, akiongeza kuwa ingawa mpaka unaweza usiishie kama mstari wa mbele kama ilivyo sasa ili kufanya mauaji kukomesha, pande zote mbili zinahitaji kuweka chini silaha zao, kufungia jambo hili na kuendelea na biashara ya kujenga Urusi bora na Ukraine bora. JD Vance alisema alikuwa na matumaini juu ya mazungumzo hayo na kuongeza anaona pande zote zimefanya mazungumzo kwa nia njema hadi sasa. Vile kutoka kwa raia 300,000 hadi 400,000 wa Ukraine wamekimbia nchi tangu Februari 2022 kukwepa uhamasishaji wa kijeshi. Naibu wa bunge kutoka chama tawala cha Servant of People, Ruslan Gorbenko, anasema kufikia mwishoni mwa Februari 2022 takriban raia milioni wa Ukraine walikaa nje ya nchi na wakurudi baada ya mzozo wa kijeshi kuanza, mwisho wa kumnukuu. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiga na waziri wa ulinzi Rustem Umerov wanafanya mkutano mjini London na wenzao wa Uingereza David Lammy na John Hurley. Wizara ya mambo ya nje ya Ukraine imesema ajenda hiyo inajumuisha njia za kuifanya Ukraine kuwa na nguvu na dhamana ya amani na usalama wa kudumu. Ujumbe wa Ukraine uliowasili London mapema unajumuisha Sybiga, Umerov na Andriy Yermak, mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky. Sasa ni kupeleki kwa msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin, Dmitry Peskov, anasema maafisa kutoka Marekani, Ulaya na Ukraine hawakuweza kufanya mkutano mjini London kujadili suala la Ukraine kwa sababu wameshindwa kuleta misimamo yao karibu zaidi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema tunavyoelewa wameshindwa kuoanisha misimamo yao katika baadhi ya masuala, ndio maana kikao hakikufanyika. Peskov pia alisema kuwa mkutano wa London ulipaswa kuipa Marekani fursa ya kuendelea na juhudi zake za upatanishi. Vilevile, makamu wa rais wa Marekani JD Vance anaamini kwamba Urusi na Ukraine zinahitaji kuchukua hatua madhubuti kumaliza mzozo huo na kufunga mpaka mahali fulani karibu na njia ya mawasiliano iliyopo. Mistari ya sasa mahali fulani karibu nao ni mahali ambapo mwishowe nadhani utaweka mstari mpya katika mzozo, anawaambia waandishi wa habari baada ya kutembelea Taj Mahal. Kwa maoni ya JD Vance, Urusi na Ukraine zingehitaji kufanya makubaliano fulani chini ya hali kama hiyo. Vile Moscow haitaunga mkono kamwe mipango yoyote inayotaka kupeleka wanajeshi wa Ulaya kwenda Ukraine. Mwenyekiti wa baraza la shirikisho Valentina Matviyenko anawaambia waandishi wa habari kuhusu kupelekwa kwa wanajeshi wa Ulaya nchini Ukraine, Urusi hata itakuwa na fursa kama hiyo, sio katika meza yoyote ya mazungumzo hata milele. Hili halikubaliki kwetu na mpango kama huo hauna nafasi ya kufaulu. Vilevile, serikali ya Denmark imetoa kroni milioni 317, takriban dola milioni 48.46 kusaidia upatikanaji wa Estonia wa risasi za silaha za Ukraine. Wizara ya ulinzi imetangaza kwenye taarifa ya habari iliyoambatana na mkutano kati ya waziri wa ulinzi wa Denmark na waziri wa ulinzi wa Estonia Hanno Pevkur. Vilevile, Marekani itaelekeza mkazo wake kwenye masuala mengine ya kipaumbele iwapo itagundua kuwa maendeleo katika kutatua mgogoro wa Ukraine hayatoshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema tumefanya tuwezavyo, tumeweka muda mwingi na nguvu katika viwango vya juu vya serikali yetu. Tutaendelea kuwa tayari kufanya hivyo mradi tu kuna njia ya kweli mbele, Rubio alimaanisha. Vilevile, mkutano wa wawakilishi wa Ukraine, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani mjini London ulimalizika kwa taarifa na makubaliano juu ya mashauriano zaidi. Mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Andriy Yermak anaripoti. Kulingana naye, wajumbe wa Ukraine kwenye mkutano huo ni pamoja na yeye, waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiga na waziri wa ulinzi Rustem Umerov. Uingereza iliwakilishwa na mshauri wa usalama wa kitaifa Jonathan Powell, Ufaransa na mshauri wa kidiplomasia wa rais Emmanuel Bon, Ujerumani na mshauri wa sera za kigeni na usalama Jen Plotner.
Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.